Yes, mtazamaji wa JNR Mtete TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo, niko na Godlisten Muro, tunazungumza soka. Godlisten Muro bwana, Pacome Zouzoua Pedro hivyo kutoka pale nchini Ivory Coast ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa ajili ya mechi za kufuzu kombe la dunia, na kwenye kikosi hiki tunaona ambaye anacheza ndani ya bara la Afrika ni yeye pekee. Pengine nini ambacho kimepelekea kocha kumchagua Pacome pekee ndani ya bara la Afrika? Na kuwa na wachezaji wengi sana, lakini tunaona wengine wote ni kutoka maeneo mbalimbali kwenye ligi kubwa Ulaya, tunaona Uarabuni huko. Yes, kocha Emas Faye ambaye ndio alikuja kama kocha wa muda tu kuirescue Ivory Coast kwenye michuano ya AFCON ambayo aliandaa mwaka jana, lakini akafanikiwa kuwapa na ubingwa kabisa kama unakumbuka vizuri, au sio? Emas Faye ametazama vitu vingi sana kwenye selection yake, lakini kuna baadhi ya players wako pale kwa sababu ya profile zao ni wakubwa sana, lakini pia tayari wanafanya vizuri huko barani Ulaya, kina Evan Dika, kina Odilon Kosunu, hao kina Ghislain Konan. Lakini eneo la kiungo huwa ni rahisi sana Ivory Coast kuitabiri. Labda viungo wao watano ambao wataitwa kwenye kikosi, labda majina kama Seko Fofana halitakosekana, au sio bwana? Utaona labda Franck Kessie halitakosekana, jina labda Jean Michel Seri halitakosekana, utaona labda mtu kama Ibrahima Sangare halitakosekana, sio? Sasa kuna wakati ulikuwa unawaza baadhi ya players ambao mara nyingi walikuwa wanaingia kwenye kikosi kwenye eneo la kiungo wakati, achana hawa viungo wa pembeni ambao tumekuwa tukiona katika nyakati tofauti wakifanya vizuri, kina Max Alain Gradel, si Wilfred Zaha aliitwa wakati fulani. Sasa kwenye eneo lile la kiungo inawezekana pamoja na yote kwanza kuwahi kuitwa tu kwenye provisional squad wakati ule timu inatakiwa kwenda Ivory Coast, kwenda kwenye michuano ya AFCON wakiwa wenyeji. Unajua aliwahi kuitwa kwenye kikosi cha watu zaidi ya 40 ambao wanaitwa provisional squad, kikosi cha awali ama kikosi cha kwanza cha matazamio kabla ya kufanyika mchujo kupata labda wachezaji 23 au 25 ambao wanakwenda straight kwenye mashindano. Kwa hiyo utaona aliwahi kuitwa huko, lakini at the same time kwenye mchujo mambo hayakwenda sawa. Lakini Pacome kuitumikia Ivory Coast na kuvaa jezi ya Ivory Coast ameshawahi, lakini ilikuwa michuano ya Chani. Utakumbuka Chani ya mwaka 2022 ambayo ilifanyika 23 mwanzoni. Huu Pacome aliitwa kwenye kikosi cha mwalimu alikuwa anaitwa Swaliho Haidara. Mwalimu Swaliho Haidara, nakumbuka hiyo michuano ilikuwa tunaichambua pale ZBC wakati huo. Bingwa alikuwa Senegal. Alimfunga mwenyeji Algeria, sababu Algeria ndio alihost ile michuano. Sasa kikosi cha Ivory Coast ambacho kiliitwa, hao kina Yao Kwasi Atula walikuwemo, kina Karim Konate, si kina Karamoko William Sankara, kundi la kina Esis Aka lile na kadhalika. Sasa miongoni mwa players ambao walikuwa wana kipa makali kile kikosi walikuwa ni wale kina Obakramo, Pacome Zouzoua mwenyewe, Mohamed Zograna wakati alikuwa ni Burkina Faso, lakini walikuja wakakutana pale ASEC Mimosa. Kwa alishawahi kuitumikia timu kwenye engo ya michuano ya CHAN na akivaa uzi wa Ivory Coast. Sasa kwenye hichi kikosi cha ujumla inawezekana rekodi yake ya msimu uliopita ilikuwa ni kitu kingine ambacho kinamuingiza kwenye hilo kapu la kujiunga na wachezaji kama kina Seko Fofana na kadhalika, kwa sababu msimu uliopita kwenye mashindano tu ya ligi kuu ndani alikuwa ameshapiga zake chuma ngapi? Chuma 10, sio? Na assist 12. Kwa hiyo kuhusika kwenye mabao takriban 22 msimu uliopita sio rekodi ama takwimu ambao mara nyingi makocha wataiacha pembeni. Wataona okay, kwa performance ya takwimu hizi za mabao 10 na assist 12 ambao walikuwa top assist kwa upande wa Young Africans, kwa sababu walikuwa top assist kwa ujumla kwenye ligi alikuwa Faisali, unakumbuka vizuri, sio? Kwa hiyo utaona hii ilikuwa ni takwimu nyingine ambayo ilikuwa inamshtua kocha kuona namna gani anaweza kumtumia. Lakini namba 2, Pacome anaonekana ndiye mchezaji ambaye ndio key player zaidi kwenye kikosi cha Young Africans ambao ndio bingwa wa msimu uliopita. Sio licha tu ya kuwa na mabao yale na assist zile, bado ndio mchezaji ambaye alikuwa anasimama kama miongoni mwa wachezaji nguli na wakutumainiwa, au anasimama kama miongoni mwa wachezaji muhimu kwenye kikosi cha Young Africans, timu ambayo pia inashiriki michuano ya Champions League. Kwa hiyo anapata hizo sifa. Lakini ukisema niseme
uchukue kundi la wachezaji wa Ivory Coast top wote, bado utaona ni Pacome ambaye amekuwa akistruggle sana, lakini kwa hichi kilichotokea bado numbers za msimu uliopita zimeongea kwa kiasi kikubwa sana Babu Ali. Sawa, na labda kuitwa kwake tunaweza kusema inatengeneza taswira gani kwenye ligi kuu soka Tanzania? Of course inatengeneza taswira kubwa na inaendelea kuiboost taswira yetu, kwa sababu kwenye timu hizi giants barani Afrika za taifa, kuona mchezaji anaweza akahusishwa na club fulani na akatumikia timu ya taifa kubwa zenye ushindani, tuseme labda mataifa 10 au 12 bora barani Afrika, na anacheza kwenye ligi yako, ni credit ya juu. Tumewahi kuona Diarra mara kwa mara akitumikia Mali, sio? Tumewahi kuona Mayele na Enoki Inonga wakitumikia Congo DR, ni giant club, ni giant nation Africa. Tumewahi kumuona katika nyakati tofauti akiitwa kwenye kikosi. Nani huyu? Unamzungumza Pacome mwenyewe, Maxi wakati ule anatoka Chani anakuja kwetu. Lakini wakati huo Aziz Ki kwa Young Africans alikuwa akiitwa Burkina Faso. Ni miongoni mwa timu ambazo ni giant kweli katika soka la Afrika. Aucho Uganda bado amebakia kuwa ni mshindani mzuri sana barani Afrika. Kwa tulikuwa tunaona katika nyakati tofauti unaona Aucho anaitwa kwenye kikosi cha Uganda, hata hicho juzi ameitwa, sio? Lakini Zambia ni miongoni mwa mataifa makubwa sana kisoka barani Afrika. Tukisema taifa kubwa, maana yake umewahi kuchukua hata AFCON, ubingwa mkubwa kabisa. Zambia alishachukua 2012. Chama amekuwa anaitwa mara kwa mara, sivyo? Raribu Ali alishaitwa mara kwa mara, sivyo? Kwa hiyo ni kaliba ya wachezaji ambao wanaitwa kwenye mataifa ambao yana ushawishi wa soka barani Afrika and still wanacheza kwenye ligi yetu, au kina Diarra, kina Aziz Ki wakati huo, kundi hilo la wachezaji hao kama kina Aucho, kina Chama na kadhalika. Kwa hiyo ni katika muendelezo wa kile bora ambacho tumekuwa tukiona, lakini kwa ukubwa wa taifa lake huwa si nyepesi sana kubakia kwenye plani ya wale wachezaji muhimu ambao wanasalia kuelekea kwenye kufuzu michuano ya World Cup. Tunaweza kusema labda kwa level ambayo ipo ligi kuu Tanzania bara pengine inatengeneza haya yote, yani vile ambavyo vinavyoonekana wachezaji kwenye mataifa yao kupata nafasi. Yes, of course ina mchango mkubwa, sababu kama ligi yenu ni ligi namba 5 kwa ubora wa barani Afrika, kwa maana ya zile points zinazokusanywa na vilabu, sio? Ni ligi ambayo timu zake zimekuwa zinafika kwenye hatua za juu, zinacheza makundi, zinacheza mtoano. Ni Simba tu juzi wamecheza finali ya kombe la shirikisho. Ni Yanga tu misimu mitatu nyuma alicheza finali ya kombe la shirikisho. Sio kama unaona ile taswira, ni taswira kubwa. Lakini sasa hivi unaona wale giants wa soka barani Afrika kwa ngazi ya vilabu vya Afrika, wengi unawakuta hapa. ASEC players wao kibao wako hapa, akiwemo Pacome mwenyewe. Yupo Trabita pale Singida. Anderson Kofi yupo. Alikuwepo hapa Josephat Thabada, kinayo Kwasi Atohula. Kwa ukiona tu ile caliber ya players wa ASEC wako hapa. Na ASEC unajua ni giant club kwa Ivory Coast. Kwa uhusiano wao upo. Wanawaza kwa nini players bora ambao wanakuwa MVP wa ligi yetu wanatoka wanaenda Tanzania. Sio? Azizi alikuwa MVP akiwa na ASEC akaja Tanzania. Pacome alikuwa MVP akiwa na ASEC akaja Tanzania. Jean Charles Ahoua alikuwa MVP sio akiwa na Stade Abidjan akaja Tanzania. Umeipata concept hiyo? Kwa hiyo wanaweza kaanza MVP anatoka ASEC, ni timu kubwa ndani ya Ivory Coast katika upande wa vilabu na ndio giant. Kwa nini anakwenda Tanzania? Inawezekana kuna kitu kinachoendelea na ndio hicho ambacho tunakiona. Angalia hata preliminary juzi, hatua tu za awali timu zote zimevuka. Hiyo ni profile mzee. Naam. Nakuja kuizungumzia vizuri sana hiyo siku nyingine. Asante sana Babu Ali. Yes, huo ni Godlisten Muro na umesikia kile ambacho amekizungumza kwa Pacome Pedro Zouzoua. Ndio hivyo inavyotamkwa. Pacome Pedro Zouzoua. Jina ya watu hawana. Na unaweza kuachia comment yako hapo. Pointi ya msingi, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update mbalimbali za kisoka, chambuzi, lakini uweze kusikia pia wadau wa soka pamoja na mashabiki nini ambacho naongea kuhusu vilabu vyao. Mimi naitwa Babu Ali, nyuma ya kamera yuko mwenzangu ambaye anaitwa AP Classic. Umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali.
garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.